Leo hii tumepata nafasi ya kuongea pamoja na Mheshimiwa Rais mambo ambayo yanahusu nchi zetu mbili, nchi ambazo zimeunganishwa sio tu kwa kijiografia, lakini kwa culture common ambaye tuko naye. Tumeunganishwa pia kwa lugha, tumeunganishwa pia kwa heritage ya nchi zetu mbili ambazo zote ni share, pamoja na kinship ile ambayo tuko naye kati yetu, ambayo imeanza kutoka enzi za babu zetu. Sisi kama Wakenya washikilia nchi ya Tanzania sio tu kama nchi jirani, lakini kama nchi ndugu. Ndipo wakati nilimkaribisha mara ya kwanza Rais Suluhu Hassan, nilimkaribisha kwa kumwambia karibu nyumbani, kwa sababu hapo nyumbani. Tumepata nafasi ya kuongea mambo mbalimbali na tumekubaliana ya kwamba tuta re-energize ile Joint Commission of Cooperation kati ya nchi zetu mbili, na mawaziri wetu wameambiwa wahakikishe ya kwamba wanakutana mara kwa mara, kuhakikisha ya kwamba wanaendelea kuzingatia uhusiano wetu na kuweza kutatua shida ndogo ndogo ambazo zinasumbua wananchi wetu wakati wanafanya biashara kati yao, wakati wanatembeleana kati yao, wakati wawekezaji wanakuja aidha kutoka Tanzania ama kutoka Kenya, kuhakikisha ya kwamba tumerahisisha mambo yote ya kibiashara, ya kiuchumi, ya kiculture ambayo itatusaidia kujenga taifa letu la Kenya na taifa letu la Tanzania kwa njia ambayo itakuwa ya manufaa kwetu sisi wote. Tumekubaliana pia ya kwamba mambo ya mawasiliano tutaendelea kuona vile tutayaimarisha, kutoka safari za ndege, safari za reli, safari za kupitia baharini na kule upande ya kanda ya ziwa, safari za barabara, na pia tukasema tutaweka haswa importance ya kuharakisha barabara ya kutoka upande ya Malindi kuelekea Lungalunga mpaka tufike Bagamoyo. Pia tukasema ya kwamba tutafurahia sana tukiweza tena kuanzisha safari zetu zile zilikuwa zipo kule Lake Victoria, wakati wananchi na mizigo ilikuwa inatembea kutoka upande ya Jinja kuja Kisumu kuelekea kule Mwanza na Bukoba, na ikarahisisha wakati huo mwenendo wa wananchi wetu na kuzalisha pia biashara kati ya wananchi wetu. Kwa hivyo tumepata nafasi ya kuongea mambo mengi ya muhimu, pia mambo ya usalama wa nchi zetu na wananchi wetu, na vile tutasaidiana kuhakikisha kwamba tuko na usalama kati yetu, kati ya wananchi wetu, haswa tukielekeza mambo ya kupigana na ugaidi katika sehemu zetu. Tumekubaliana pia ya kwamba na tumeweka mikataba haswa ya mambo kuhusu kujenga pipeline ya gas kutoka Dar es Salaam mpaka Mombasa, na hiyo itarahisisha bei ya stima katika nchi yetu na itasaidia pia kuhakikisha ya kwamba industry zetu zinaweza kupata pia stima na energy ambaye ni environmentally friendly katika taifa letu la Kenya. Tumesema pia ya kwamba tuko na mkataba mwingine ambao tumeweka kidole wa kuhakikisha ya kwamba tuimarisha uhusiano wetu
kwa mambo ya culture, social integration, national heritage, ambayo italeta wananchi wetu pamoja hata zaidi, na mambo mengine mengi kuhusu mambo ya utalii, mambo ya aviation na mambo mengi ambayo tumeweza kuongea. Yote siwezi niyaseme hapa. Nataka kumalizia tu kwa kusema ya kwamba tuko na furaha tele siku ya leo tukikukaribisha, kwa sababu wewe tunakuona kama dada yetu, wewe tunakuona kama ndugu yetu, na nchi ya Tanzania na nchi ya Kenya ni kitu kimoja, na safari hii itaenda mbali sana kuhakikisha ya kwamba uhusiano wa nchi zetu mbili utaendelea kuimarika. Kwangu mimi nikupatie ahadi yangu ya kwamba tutaendelea kufanya kazi hapa kwa hapa mpaka tutimize malengo yale waanzilishi wa mataifa letu walitupatia: uhusiano mwema, ujirani mwema, uchumi mwema kwa wananchi wa Kenya na Tanzania na kwa Afrika Mashariki kwa jumla. Kwa hayo machache, Rais Hassan, nasema karibu Kenya. Asante. Karibu nyumbani. Asante sana. Na natarajia hivi karibuni kuweza kutimiza mwaliko wako pia wa kutembelea nchi ya Tanzania ndio tuendelee kuimarisha uhusiano huu. Kwa hayo machache nasema karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Nianze kwanza kwa kumshukuru kaka yangu Rais Kenyatta kwa kunialika kuja kutembelea nchini kwake, na kushukuru pia kwa makaribisho mazuri tuliyopata mimi pamoja na niliofuatana nao toka tumetoka airport mpaka tunaingia Ikulu. Tumepokewa vizuri sana njiani. Mheshimiwa au ndugu wanahabari, niseme kwamba muda mfupi uliopita tumetoka kufanya mazungumzo na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Tumejadili mambo mengi kama alivyosema mwenyewe. Ninalotaka kuliweka msisitizo ni lile linalohusu kukuza na kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya mataifa yetu mawili, na hili ndilo jambo la msingi. Kama alivyosema, Tanzania na Kenya sio tu majirani, lakini ujirani wenyewe ni wa kindugu. Alisema pia kwamba ukiangalia mipaka inayozunguka Kenya, mpaka wao na Tanzania ndio mkubwa kuliko mipaka ya nchi nyingine zote, lakini kwenye mpaka huo wale wanaoishi mipakani wako Tanzania, wako Kenya, nao wote ni ndugu. Kwa hiyo uhusiano wetu ni wa kindugu. Kama mnavyofahamu, nchi zetu mbili sio tu majirani, kama nilivyosema, ni marafiki na ndugu, na kutokana na urafiki tulionao tumewezesha kukuza ushirikiano wa kiuchumi. Kwa mfano, wakati wa mazungumzo yetu nimemwarifu kaka yangu Rais Kenyatta kuwa Kenya inashika nafasi ya 5 kwa uwekezaji ndani ya nchi ya Tanzania, ikitanguliwa na mataifa mengi kutoka nje, lakini ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Kenya ni ya kwanza na kiulimwengu inashika nafasi ya 5, ambapo imewekeza miradi 513 yenye thamani ya dola za Kimarekani 1.7 bilioni, ambayo imetoa ajira zipatazo 51,000 za Watanzania. Aidha, zipo kampuni 30 za Tanzania ambazo zimewekeza mtaji ndani ya Kenya wenye thamani ya shilingi za Kenya bilioni 19 milioni 330 na kutoa ajira kwa watu 2600 na kama 40 hivi. Lakini nikaweka ahadi kwamba Tanzania sasa tutakuja kwa nguvu yote Kenya kuja kuwekeza ili kukuza ile ujazo wa biashara au volume of trade. Lakini mbali na uwekezaji, nchi zetu mbili pia ni wadau wakubwa wa biashara, ambapo kwenye miaka 5 iliyopita wastani wa biashara kati ya Tanzania na Kenya ni trilioni 1 shilingi za Kitanzania au dola za Kimarekani milioni 450,
ambayo bado sio kubwa na tumeweka ahadi kuikuza. Hivyo basi, wakati wa mazungumzo yetu tumekubaliana kuhusu namna ya kukuza biashara na uwekezaji kati yetu. Kama mnavyofahamu, nchi zetu bado zina fursa nyingi sana, ikiwemo kwenye masuala ya kilimo, viwanda, uvuvi, ufugaji na utalii. Tuna fursa kubwa sana. Mungu ametupendelea. Sasa tunakwenda kuzitumia fursa hizi kukuza biashara kati yetu, lakini kati yetu na mataifa ya nje. Lakini kwa lengo la kukuza biashara pia na uwekezaji kati yetu, tumekubaliana kuendelea kushughulikia baadhi ya changamoto, hususan vikwazo visivyo vya kodi ambavyo vinatokea katika mipaka yetu. Tumekubaliana kwamba hivyo sasa vikaondoke, na kwa pamoja tumeitaka tume yetu ya ushirikiano baina ya Kenya na Tanzania iwe inakaa na kutoa suluhu ya vikwazo vinavyojitokeza sasa hivi na halafu, ili vikwazo hivi visiwepo. Lakini jengine aliloliongeza Mheshimiwa Rais, na mimi nakubaliana nalo, ni kwa waziri wetu wa afya kukaa na kuangalia kurahisisha mfumo wa kuingia na kuchekiwa kwenye mambo haya yaliyoingia ya COVID au corona. Watu wetu wapate huduma za haraka, kupima, kuchekiwa, ili waweze kupita na biashara ziendelee. Ndugu zangu wanahabari, mbali na ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji kwenye mazungumzo yetu na Mheshimiwa Rais Kenyatta, tumejadiliana pia kuhusu namna ya kutekeleza miradi yetu ya kimkakati, miradi inayohisi usafiri na usafirishaji wa watu na bidhaa, lakini pia jinsi ya kupata nishati, umeme au gesi kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Tuna hiyo miradi mmoja, tulishasaini mkataba leo. Tunachokwenda kufanya ni kusimamia utekelezaji. Lakini pia kuna mmoja ambao unaendelea, mazungumzo yako karibu kumalizika. Nitumie lugha ya Mheshimiwa Rais, tutaweka kidole hivi karibuni, lakini pia na mwingine tuko kwenye mazungumzo kuumaliza. Tumegusia pia swala la ujenzi wa bomba la kusafirishia gesi kutoka Dar es Salaam hadi Mombasa. Huu ni mradi wa muda mrefu. Tunashukuru leo tumeweka kidole na kilichobaki ni utekelezaji, tutakwenda kusimamia. Masuala mengine ni masuala ya kawaida ambayo tumezungumza, na tumejadiliana kuhusu masuala ya ushirikiano kimataifa, hususan namna ya kujiimarisha au kuimarisha jumuiya yetu ya Afrika Mashariki, ikiwemo kuzihimiza nchi wanachama kulipa michango yake. Hili nalo ni jambo ambalo linatusumbua kidogo ndani ya jumuiya. Kwa hiyo nalo tumesema tuhimizane, tulipe michango ili jumuiya iweze kusimama vizuri. Lakini pia kuna masuala mengine ya mipakani ameyazungumza, na masuala mengine madogo madogo ambayo tume zetu zitakwenda kukaa na kuyafanyia kazi. Mwisho ni kwa taarifa yenu waandishi wa habari kwamba mwaka huu ifikapo mwezi wa 12 Disemba, Tanzania tunatimiza miaka 60 ya uhuru wetu, na hivyo nimetoa mwaliko rasmi kwa Rais Uhuru Kenyatta awe mgeni rasmi katika maadhimisho yale ya miaka 60 ya uhuru wetu. Kwa hiyo hayo ndiyo ambayo mpaka sasa hivi tumezungumza na kakangu, na kweli nataka niseme mimi na ujumbe wangu tunajisi tuko nyumbani. Asante. Asanteni sana.